Yes, nafikiri tulishowaambia tokea mwanzo kwamba unapomzungumzia Pedro Soares ndio kocha mpya wa klabu ya Yanga, na wote tumeweza kuona tayari akitambulishwa baada ya kuwa na tetesi nyingi. Tumeweza kuona baada ya Yanga kuachana Mwalimu Falls, tuliweza kupata majina mengi ambayo watu wengi walikuwa wanayazungumza. Watu walizungumza Mwalimu Nabi, walizungumza Mwalimu Gamondi, lakini pia alizungumza Mwalimu Lomwadi, akazungumza Mwalimu Jio Mota Maria, lakini pia wakazungumza walimu wengine wengi wakubwa, na yote ilikuwa ni katika sehemu ya kutaka kuweza kujua ni mwalimu gani ambaye anakuja kuchukua mikoba ya Mwalimu Falls. Kwa ni kweli walimu wengi walikuwa wameweza kuomba kazi, na walimu wote ambao walikuwa wameweza kuzungumzika, maana kwa namna nyingine walikuwa wamehusishwa. Kwa hiyo zilikuwa taarifa ambazo ni za tetesi, lakini ambazo zilikuwa zinaweza kwenda kutokea. Baadaye tukaja tukawaeleza ukweli kwamba wale makocha wote ambao walikuwa wamepita Yanga ni kama wakati wao walikuwa wameshapita, na Yanga wanataka waangalie mbele, na mwalimu ambaye alikuwa anafikiriwa pengine kutoka nchini Ureno, kwa maana kule Ulaya. Na ndipo watu wengi wakaja na kuweza kuzungumzia Mwalimu Jio Mota kama pengine anaweza akaja kutambulishwa, lakini nilitoka na kuambia kwamba hapana, sio yeye, na Yanga watakwenda kuchukua mwalimu mwingine ambaye kimsingi ni mwalimu mkubwa sana kutokana na CV ambayo iko nayo. Si tu kwamba ametokea barani Ulaya kwa maana ya taifa la Ureno, lakini pia mazingira ambayo ameweza kuyatengeneza katika career yake ya soka na mpaka muda huu, na amekuwa ni mwalimu ambaye ana mafanikio makubwa sana. Huyu ni Mwalimu Pedro Soares. Katuvyozungumza ni kocha ambaye ni Mreno katuvyozungumza, na ni muumini mzuri sana wa mfumo wa 4-3-3 ndipo ambapo kutumia. Unapozungumzia 4-3-3 maana hiyo kuna muda unaweza ukaichambua ikaenda kwenye 3-2-5-1, ikaenda kwenye 5 kwenye 3-5-2, so it depends, lakini mfumo unakuwa ni 4-3-3. Maana yake ni kwamba ni mwalimu ambaye anapenda kuweza kudominate na kupossess mpira, na anashambulia in numbers, kwa maana kwamba namba kubwa wachezaji inakuwa inahusika katika swala zima la kuweza kuuchezea mpira, kuanzia kwenye kuanza kutengeneza mashambulizi mpaka kwenye kwenda kuyamaliza. Kwa hiyo wakati wote timu inakuwa inatengeneza uwiano wa namba katika maeneo yote ya kiwanja, lakini pia amekuwa ni muumini wa kuweza kupiga soka la kasi, huku akiweza kunufaika na idadi kubwa ya namba katika eneo la timu pinzani. Lakini pia ukiangalia ni kocha ambaye amefundisha timu kubwa barani Ulaya. Alikuwa ni miongoni mwa makocha ambao walipita katika Sporting CP. Sporting CP ya vijana, hii ni timu ambayo iko pale katika nchi ya Ureno, na sasa hizi ni miongoni mwa timu ambazo zikifanya vizuri sana. Tunajua Ureno walikuwa na utawala wa Benfica, walikuwa na utawala wa Porto, lakini baadaye wakaja kutoka Sporting CP na kuweza kushika kwa kinara. Kwa hiyo timu yao ya vijana iliweza kufundishwa na Mwalimu Pedro Soares ambaye aliweza kuifundisha, na baadaye alihamishia makazi yake nchini Angola na kufanya kazi zake nyingi pale. Kwa mafanikio mengi ambayo nitakwenda kuyazungumzia hapa ni yale ambayo ameyafanya akiwa aidha na vilabu vya Angola, lakini pia akiwa na timu ya taifa. Sasa mpaka muda tunapozungumza Yanga wanamchukua akiwa ni kocha ambaye alikuwa ni kocha wa timu ya taifa ya Angola mpaka 2025. Kwa maana ya timu ambazo kule ameweza kupita, alipita Diagosto ya pale Angola, alikuwa amekaa pale na kuweza kuifundisha, na kwa wakati tofauti aliweza kuwania tuzo za kuwa kocha bora kwa maana kwa upande wa yani wa ndani vilabu. Lakini ukiangalia alipewa majukumu ya kufundisha timu ya taifa ya Angola kwa mwaka 2019, ndio alikuwa amepewa majukumu kwa kama ni mwalimu wa timu ya taifa ya Angola, na ilipofika mwaka 2022 aliweza kuwasaidia Angola kwenda katika Chani, na baadaye walikwenda katika AFCON. Na katika mwaka 2022 alipokwenda Chani alikuwa mpango grupu moja akiwa na timu za Burkina Faso, akiwa na timu za Algeria, akiwa na timu ya Mauritania na Angola. Alifanikiwa kuweza kuwa namba moja katika kundi, na waliweza kwenda kutolewa katika hatua ya 16 bora. Kwa unaweza kuona ni mwalimu wa namna gani na amekuwa na uwezo wa namna gani. Lakini pia ukiangalia vile vile mwaka 2024 aliweza kufanikiwa kuchukua ubingwa wa Kosafa, kwa maana ni michuano ambayo inakuwa inahusisha timu za taifa za ule ukanda wao, na ukiangalia ameweza kuchukua mara 2 mfululizo. Kitu tukizungumzia hii 2024 alichukua baada ya miaka 20 kupita, ndio Angola
wanachochea hilo taji la Kosafa na kupata matokeo dhidi ya South Africa na timu nyingine. Lakini pia aliweza kuchukua mara mbili kuweza kwa maana 24 na 25. Kuanza kuona ni mwalimu mwenye ukubwa wa namna gani na mwenye maarifa ya namna gani. Lakini pia unaweza ukaangalia pia ni mwalimu ambaye mwaka huu wa 2024 Oktoba alifanikiwa kushinda mechi nyingi za FIFA ambazo wanasema ni mechi rasmi za FIFA kuliko timu yoyote ile pale ambayo katika bara la Afrika. Katika mechi 16 ambazo Angola walikuwa wamecheza, aliweza kushinda mechi 12. Hapa tunazungumzia mechi rasmi ambazo zinafahamika na kalenda ya FIFA. Kwa hiyo katika mechi 16 aliweza kushinda mechi 12. Na ni mechi 4 tu ambazo hakuweza kupata matokeo, na hii ilimfanya aweze kutengeneza historia ya kipekee kwa upande wake kuwa ni mwalimu ambaye ampata matokeo katika mechi nyingi consecutive za mashindano au za kirafiki, lakini zile ambazo zipo rasmi. Lakini pia aliingia kuwa ni miongoni mwa makocha bora ambao wamewahi kutokea Angola, na kwa ujumla wake huyu anatambuliwa kama ndio kocha bora zaidi kuwahi kutokea katika taifa la Angola, kwa maana mafanikio ambayo aliweza kuyatengeneza akiwa na vilabu lakini pia akiwa na timu ya taifa, na amekuwa ni kipenzi cha wana Angola kwa sababu aliweza kuwaunganisha wachezaji wengi wakubwa na kuweza kuwafundisha, lakini pia kutengeneza staili ambayo iliweza kupendwa na Waangola wengi sana, amana ya timu ya taifa, na aliweza kuwashawishi watu wengi waweze kurudi na kuweza kuwa mashabiki wa timu ya taifa ya Angola, na aliweza kuiongezea mvuto, lakini pia kufanya nyota wengi ambao walikuwa wanacheza barani Ulaya ambao pengine walikuwa na uraia wa nchi mbili ambao hawakutamani kuweza kucheza taifa la Angola, aliweza kuwashawishi na kuweza kurudi na kuwa sehemu ya kosiko na kuweza kuleta mafanikio. Kwa huyu ndio tunamzungumzia Pedro Soares ambaye Yanga wameweza kumtambulisha, na anakuja akiwa na msaidizi wake na ambaye naye kule nchini Angola kwa mara moja kuja kukaa na kuweza kuifanya Yanga iweze kuja katika mafanikio makubwa, na ana umri wa miaka 49 anaelekea kwenye miaka 50. Kwa hiyo ndio experience yake ambayo naweza kuizungumzia hapa kwa uchache, ikimwelezea mwalimu Pedro Soares, kwa maana kwamba ni miongoni mwa makocha ambao wamekuwa wakifanya vizuri sio tu Afrika lakini hata barani Ulaya wamekuwa wakimfahamu. Kwa hayo ndio machache ambayo naweza nikazungumza kuhusiana na mwalimu Pedro Soares ambaye Yanga wametoka kumtambulisha na anakwenda kuanza kazi mapema iwezekanavyo baada ya Yanga kuweza kumaliza katika hatua ya za awali, na sasa Yanga wanakuwa wanaangalia hatua ya makundi ya kabingwa barani Afrika. Kwa nategemea kuweza kuona hiki ambacho Yanga wameweza kukiona kitakwenda kuwasaidia katika hatua ambazo zinakwenda kufuata. Kwa wale ambao walikuwa hawajaweza kumfahamu mwalimu Pedro Soares, ndio huyo mtoto kumzungumzia, lakini habari nyingine zaidi utaweza kwenda kuzipata kupitia katika mitandao yetu yote, kwa maana ukienda kwenye Instagram ya Salamba Plus, lakini pia ukienda Dominic Salamba, ukienda kule Twitter ambao sasa ni X, ukienda kwa upande wa WhatsApp channel, ukienda kwenye group zetu za WhatsApp tuko nazo kote, ukipita kwenye Facebook, basi tutakwenda kutoa baadhi ya details zikimzungumzia kwa ukubwa wake na kuweza kuacha vitu vingi ambavyo wengi pengine wangetamani kuweza kuvijua na kuweza kumjua mwalimu Pedro Soares ambaye ni mwalimu mpya wa klabu ya Yanga, na mimi naamini kwamba atakwenda kuwa ni miongoni mwa walimu vipenzi, kwa sababu kwanza ni mshindani, lakini pia anaweza kutengeneza wachezaji na kuweza kutengeneza umoja. Kwa naamini kwamba atakwenda kuwasaidia Yanga kwa sehemu kubwa sana ili waweze kuli katika ubora ambao kwa siku za karibuni kama vile ulikuwa unaanza kupotea.